Shemeji kula. Asante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Kuna kile kimamo kwa leo. Kwa nini umenifunika? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday ya nini? Inanihusu nini mimi? Hapana, naomba nisamehe, mimi nilijua ni dada Janeti ndo amekaa hapa. Yaani unakuja happy birthday, happy birthday. Happy birthday ya nini? Inanihusu nini? Kwa nini kwa dada Janeti ungemfunika sije? Kwa leo. Unajitaka wewe. Kimamo kwa leo. Subiri dada kwa. Rafiki yangu kija lazima mwambie kila kitu. Mshanzi wewe. Pole sana. Usijali shemeji. Asitue mchezoni. Shemeji naomba tule chakula. Sawa. Na usijisikie vibaya. Naomba tule chakula. Tule. Au ngoja. Samahani lakini shemeji. Kula. Kula shem, kula. Kula meza. Asituharibie mood shem, kula. Shemeji. Imetosha. Nadhani nijilishe mwenyewe sasa. Ni kweli shemeji, kula cha mwisho tu, alafu vingine utakula mwenyewe. Shemeji bwana. Kula. Okay shem. Aya, endelea kula. Kula ushibe shemeji yangu. Kula. Tule. Okay, nakula shemeji. Sawa. Shemeji kula. Chakula kitamu Yeah, tamu sana. Shemeji kula ushibe bana. Unajisikiaje lakini? Fresh. Chakula kinapita vizuri tu. Shemeji, upo vizuri lakini? I'm good. Kweli? Yeah. Shemeji. Shem. Bibi. Wewe. Jamani, nafanya tena. Mimi mwenyewe sijui, tulikuwa tunakula tu ghafla imekuwa hivyo. Chami, usitaki kuniambia umekula hiki chakula. Si nilikuwa nimekwambia kabisa kwa nimeweka sahani 3. Moja nilikuwa nimeweka sumu ya panya jamani. Wewe, sumu? Ndio mume wangu. Si unakumbuka toka juzi panya wanatusumbua kule jikoni? Kwa sahani moja nilikuwa nimeiandaa kwa ajili ya kuwatega kule panya jikoni. Huyu anaondoka. Leti! Wewe Leti! Leticia! Leti! Wai, njoo. Sikia. Chakula maziwa ulikuwa unafanya. Pole. Umepeje chakula kati Jeni. Nisikilize basi mpenzi wangu. Nisikilize. Mbona unakuwa mgumu kuelewa? Mbona watu wafupi mnakuwa hamtaki kunielewa? Mbona mnanichanganya mke wangu? Mimi na mwanamke mimi simjui. Yaani simjui, nashangaa tu tunafika pale. Eti mtu anatoka ndani afa anaanza kunipaparukia. Mimi simjui mke wangu, afu sitoshe. Wasulingia mpaka ndani kabisa. Yaani umekuja umeingia mpaka ndani, ulimuona mwanamke? Sio nikuta mimi peke yangu nilikuwa nimelala hapa mpenzi wangu. Mimi yule mwanamke mimi simjui, yani simjui. Alafu kingine, sio kila mwanamke ambaye anaongea na mimi basi kwa basi mimi ni mpenzi wangu. Wengine tu ni wapita njia na ndugu jamaa. Mimi simjui yule mpenzi wangu, naomba unielewe basi. Hivi unaniona mimi kama mtoto wa chekechea, sio? Ukiniangalia na ufupi huu unadhani na akili zangu pia ni fupi? Kichi, nimekufumania. Muda hujapita bado. Umeingiza mwanamke mwingine ndani. Hivi mbona hujihurumii wewe? Yaani mimi ninavyokupenda hivi kwa dhati, najitolea kwa ajili yako. Lakini bado unachukua upendo wangu kama adhabu, unanipiga mimi. Unaniadhibu kwa upendo wangu mimi mwenyewe Kichi.
Kwa nini umeamua kuishi maisha kama haya Kiti? Ujionee huruma. Wewe ni mwanaume. Umri wako umeenda. Unatakiwa upate mwanamke wa kuishi naye, utulie naye. Mimi nimejitolea kwa ajili yako. Nakupenda kwa moyo mmoja, lakini wewe haunijali. Unaingiza tu wanawake wengi ndani, unabadilisha. Kiti, kwa nini uko hivi wewe? Au wewe ni mashine ya ngono, sio? Unapenda kubadilisha. Kwa nini usitulie na mimi ambaye nakuonyesha upendo wa dhati? Kama unipendi, naomba uniache niendelee na maisha yangu. Amna Jeni, usiseme hivyo. Mimi mwenzako, mimi nakupenda. Hata sasa hivi, unaona sasa hivi hapa ukiupasua moyo wangu unaona kabisa ndani upo embiliki mwangu. Nakupenda kinoma noma mshikaji wangu. Na kingine mimi siwajui, yani siwafahamu kabisa. Nashangaa tu anakuja kuniharibia mimi. Yaani sio kwa nini kila napotengeneza ukaribu naye mpenzi wangu wanakuja, yani vikwazo vinakuwa vingi, lakini niamini uko peke yako dunia nzima. Niamini basi mpenzi wangu, niamini. Mimi ningekuwa hata nje nitoe posa kwenu, umeona? Nikuweke ndani ili madi uamini kwamba mimi sikuchiti. Yaani sina mwanamke mwingine zaidi yako Jeni. Kiti, I gave you everything you wanted. Lakini huoni thamani ya upendo wangu. Unachukulia mimi kama wanawake wengine. Kiti, mimi nimeshakataa wanaume wengi kwa ajili yako. Ili nitulie na wewe. Lakini wewe umeamua kuchukua upendo wangu kama fimba, unaniadhibu. Why did you choose to live like this? To be a prostitute? Ni mbaya hii Kiti. Utakuja kufa na gono. Utakufa na ukimwi. Kitinjile, kama haunipendi, naomba tu uniache. Yaani usije ukanivurugia maisha. Siku ukihisi umebadilika, utaniambia. Lakini kwa sasa naomba uniache niishi na maisha yangu kwa amani. Jeni, nisikilize Jeni basi. Sasa utakondoka mamangu, mtu anachana nani mamangu? Mimi nakupenda wewe peke yako, yani nakupenda wewe peke yako. Mimi siwezi kupumua, siwezi kuishi bila wewe mamangu. Niamini basi mbiliki mwangu. Sasa utakondoka utakwenda wapi mimi? Yani mimi sina mwanamke mwingine zaidi yako. Au wengine mimi ni wachonganishi, niamini basi. Kwenda kunielewa basi mamangu Jeni, Niamini mamangu, mimi nakupenda peke yako. Usiondoke, usiniache mwenzako. Get off my way. Achana na mimi. Sikutaki. Jeni ameondoka. Tami, hivi unaweza ukaniambia nini kilitokea pale wakati wa chakula? Eti au ni kitu gani ambacho wewe kimekutuma kula chakula chenye sumu? Na wakati kabisa nilikwambia kuwa chakula chenye mkono wa kushoto ambacho umekibebea mkono wa kushoto ni cha kwako, na chakula ambacho umebeba kwenye mkono wa kulia utampa yule mwanaume. Cha ajabu sasa umekula chakula chenye sumu. Kwa maana hiyo umedhamiria kufa. Au ulikuwa unataka kufa mwenzangu? Au ulikuwa unamaanisha nini yani? Maana sijakuelewa kabisa. Shogangu, yani mimi mwenyewe hata sielewi kinachoendelea. Yani nahisi kama mauzauza. Hujui kinachoendelea? Kivipi? Yani mimi nataka kujua kinachoendelea, alafu unaniambia hujui kinachoendelea. Au kuna kitu gani labda ambacho mimi sikielewi? Sasa mimi ambaye sikuwepo pale, unataka nijue nini? Wewe si ndio ulikuwepo pale? Unataka uniambie nini kimetokea? Paka wewe kula chakula chenye sumu. Hivi unajua ulikuwa unakufa wewe? Yaani leo nisingekuwa tu pale nashuhudia lile tukio, maana nimekuja dakika za jioni. Nisingekuwepo tu pale, wewe ulikuwa unakufa. Sijui unalijua hilo. Kwa namba tu niambie nini kilitokea mpaka hali kawa vile. Nisikilize Janeti. Mimi nimefanya kama ulivyoniambia. Hebu ngoja nikuulize. Leo ni birthday yako? Birthday yangu kivipi? Mimi leo sio birthday yangu. Afu nimekuuliza swali lingine. Cha ajabu unaingiza mambo ya birthday. Birthday imekuaje hapa? Na imeingiaje hapa? Kabla ya kunijibu swali langu unaniambia mambo ya birthday. Sio birthday yangu mimi. Kwa nini kilitokea pale? Sio birthday yako? Yeah. Basi nisikilize vizuri. Kuna jambo linaendelea sio bure. Kwa sababu wakati nimekaa pale na shemeji, tunataka kula chakula. Ghafla tu akatokea msichana wako wa kazi, akaja kanifunika na ndoo. Akaanza kupiga na ndoo. Akaanza kuipiga ile ndoo. Nikashangaa nini kinaendelea? Ghafla nikasikia happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lakini kusema kweli nilimzabua. Ustahimilifu ulinishinda. Nikaona bora hata nimpige. Na kizuri mume wako alikuwepo. Alisupport hata nilivyompige. Hakugomba wala nini. Kwa hiyo mimi nimempiga
kwa sababu amenikosea adabu. Haiwezekaniki yeye anifunike na ndoo. Kwa nini yani? Wewe usitaki kuniambia binti yangu wa kazi alitoka huko alikotoka akaanza kukuimbia birthday? Huyu binti anataka kunizoea huyu. Wewe Leticia! Leticia! Abe dada. Njoo, tena fanya haraka. Abe dada. Wewe, hivi umeanza lini mazoea na wageni wangu wewe? Au wewe na huyu mnafahamiana? Kilichokutuma utoka ulikotoka, ukaja ndio ukamfunika mgeni wangu ni kitu gani? Umeshaanza kunipanda kichwani, sio? Hapana dada. Kiukweli naomba unisamehe sana. Mimi niliwachanganya. Yaani nilikufananisha wewe na huyu mgeni. Mimi nilikuja pale kwa ajili ya kukuishi birthday wewe. Lakini akawa ni mgeni wako. Naomba unisamehe, sikuwa nimekukusudia kumfanyia hivyo. Kwa hiyo kama ni mimi ndio ungenifunika na ndoo. Mimi naye tuna mazoea toka lini? Halafu siku hizi naona tunazoeana sana mpaka unanipanda kichwani, si ndio? Na aliyekwambia kuwa mimi ni birthday yangu leo ni nani? Au unajiamulia tu mambo siku hizi? Sina kuuliza wewe. Dada samani. Jana wakati ninafanya usafi kule chumbani kwako, niliona chini imeanguka diary yako. Hivyo nikaichukua kwenye kuipitia. Nikaona umezaliwa tarehe 10 na tarehe 10 ni leo, na ndio maana nilikuwa nimekuja pale kwa ajili ya kukuishi birthday. Lakini naomba unisamehe sana. What? Uko unataka kuniambia mimi na wewe siku hizi tunashare vitu, sio? Yaani nimekutuma chumbani kwangu kwenda kufanya kitu kingine, halafu wewe unaenda unafanya kitu kingine. Aliyekutuma uanze kupekua diary yangu ni nani? Unaelewa nini maana ya diary? Diary ni kitu ambacho ni privacy za mtu. Sasa wewe ambacho kilikutuma kaanza kufunua na kuanza kuangalia ni kitu gani? Wewe, sipendi hayo mazoea. Na wala sitamani kabisa nikikutuma ukafanya kitu kingine chumbani kwangu, unaanza kushika vitu vingine. Tunaelewana? Na halafu, kwani aliyekwambia kuwa leo ni birthday yangu ni nani? Au kuwa tarehe 10 ndo birthday yangu ni nani? Dada, lakini kwenye ile diary yako nimeona umeandika 0, alafu huku mbele ukaandika 1. Kwa hiyo ile ni tarehe 10 na ndio maana nikajua leo ni tarehe yako nikaja kukuishi. Huyu kachanganya. Yaani kaifanya 1 kuwa 10. Kaichanganya kuwa ya Kiingereza. Nisikilize nikwambie. Ile sio tarehe 10. Ile ni tarehe 1. Na kitu kingine, usije ukarudia hata kama ukiwa unajua tarehe yangu ya kuzaliwa, usije ukajichanganya kufanya kitu kama kile ulichomfanyia mgeni wangu. Tunaelewana? Sawa dada, nimekuelewa. Lakini naombeni mnisamehe sana jamani. Sikuwa nimekusudia au sikuwa na lengo baya. Naombeni mniwie radhi. Na isijirudie kuingia chumbani kwangu na kuanza kupekua vitu vyangu. Nadhani tumeelewana. Haya, nenda kaendelee na majukumu yako. Sawa. Afu baby una cheat. Hebu sikia. Anyway, tulia kwanza. Sawa. Yaani nimecheka sana hapa nilipo. Kwa hiyo hadi kiu ya maji imenishika. Kanichukulie maji ya kunywa. Maji? Maji. Usitaki kuniambia unataka mimi ninyanyuke hapa nikufuatie maji ya kunywa? Yeah. Au kuna ubaya? Baby bwana, muache utani. Mimi sitaki. Yaani tuko hapa tunacheza, tuko na vibrate tena unaanza kuninyanyua mimi nikufuatie maji ya kunywa. Hivi uko serious kweli? Mke wangu. Lakini mimi na kiu ya maji. Kwani usinifuatie maji mume wako au? Mume wangu. Kwani nini maana ya dada wa kazi? Si mwite dada wa kazi muagize maji ya kunywa. Yaani tena tuko kwenye vibe letu tunacheza afu unataka nitoke tena nikufuatie maji ya kunywa. Mke wangu umeanza. Baby wewe ndio umeanza. Sasa dada wa kazi wa nini wakati anafanya shughuli zingine? Si unajua dada wa kazi yuko jikoni anapika chakula kwa ajili yetu. Hebu muache bana endelea na majukumu mengine kamchukulie. Mimi sitaki mume wangu. Dada wa kazi tunamlipa mshahara wa nini? Isitoshe nimeshamwambia aende kwao, ina maana hataki. Anachokitaka yeye ni kufanya kazi, si ndio? Kwa hiyo kama anataka kufanya kazi natakiwa pesa yake aitolee jasho. Sasa bibi mimi nitakuwa namlipa mtu ambaye hata afanye kazi jamani. Mke wangu nisikilize mimi basi. Sitaki. Bibi ukitaka tugombane endelea kuongea hayo maswala. Wewe Leticia. Leticia! Njoo. Ulikuwa unafanya nini na kuita muda wote umekaa kimya? Nilikuwa kule jikoni dada naandaa chakula.
Aya, fanya uende uko ndani, kamchukulie mume wangu anataka maji, umletee hapa haraka. Sawa dada, hamna shida. Okay. Si unajua maji anayotumia? Ndio dada, najua. Yakoje? Anapenda maji ya baridi lakini yasiwe ya baridi sana. Nenda. Sasa baby nini sasa? Kwa unataka kuniambia umekasirika? Sivyo tumeshamtuma maji amefuata. Sasa hapo kimeharibika nini? Wewe bwana. Kasirike. Wait, sorry. Hello? Mambo vipi Janeti? Poa tu shogangu, niambie. Mzigo wa Balenciaga ushafika. What? Unataka kuniambia Balenciaga zimetoka? Ndio zimetoka, kwani hujui? Wewe. Kwa zipo dukani kwako? Ndio, mzigo nishachukua, niko nao hapa. Basi shogangu, naomba unisikilize kwa makini. Nakuja hapo sasa hivi. Sipotezi hata dakika moja. Naomba usiuze hata moja. Nataka mimi ndio niwe wa kwanza kuchagua. Kwa nisifanye biashara na kusubiri wewe? Mimi nauza. Sitaki. Basi sawa, fanya basi uje. Sawa, na hakikisha nikukute. Maana nisipokukuta unanijua mwenzio kisirani, tutagombana. Basi na wewe bwana, njoo. Okay. Mume wangu, naomba nisikilize. Hapa kuna simu ya Zauri imetokea. Natakiwa kutoka sasa hivi, nisipoteze hata sekunde. Kwa mume wangu, hakikisha akikuletea maji ya kunywa, unywe maji. Ukishamaliza, uende ndani ukapumzike. Mke wako anarudi muda sio mrefu. Tunaelewana? Nakupenda mume wangu sana. Yaani mke wangu mimi bana, nimemtuma maji hapa, amedai amechoka, amekataa kabisa kwenda mpaka amemwita dada wa kazi, lakini kapikiwa simu na rafiki yake, ameondoka anakimbia kama anaenda kuchukua sijui mshahara. Ila kwa kweli maisha ameshindwa tu kunipa maji mimi mume wake. Haya, ila anataka siku hizi. Shemeji, karibu maji ya kunywa. Asante sana. Shemeji, mimi niko jikoni naandaa chakula. Asante sana. Jeni, ulikuwa wapi? Emshika hela. Hela nini sasa? Jeni, emshika hela. Jeni, kuna yule kijana anayekujaga hapa. Anasema anakupenda. Anadai kwamba kuna siku alikusikia kwamba unaongea na simu. Kuna mtu anakudai pesa. Kwamba mbona nipe pesa nikupe ili ukakile ile deni. Hivi huyu kijana ananitakia nini mimi? Tangu lini mimi nikataka pesa zake? Na hii pesa yake nimemuomba lini mimi? Shida zangu ni zangu. Yeye zinamhusu nini? Nimeshasema sitaki mazoea na yeye. Na anajipendekeza sana. Kwa nini anafanya hivi? Pesa zake mimi za nini? Nisikilize dada. Naomba kamrudishie hela yake. Mdogo wangu ni mpuuzi sana. Hivi karne hii ya 21 bado kuna mtu anakataa hela? Amekukaba? Amekukaba kwamba chukua hela mimi wewe. Hela ikataliwi. Hii lika tulosikia sasa hivi sio umri wa kukataa hela. Nisikilize mwambie kitu kimoja Jeni. Anavokupa wewe hiyo pesa, sio kwamba hana watu wa kuwapa pesa. Ana watu kibao tu, anaweza akawapa. Alafu unapewa hela unaiangalia kama mavi. Unajua ugumu wa hela wewe? Unajua ugumu wa hela? Unapewa hela unaiangalia tu. Wewe hela ikataliwi mshamba wewe. Kwa nini wewe mtu anayekuthamini wewe? Una shida gani? Umerogwa? Umerogwa? Dada, nimechoka. Naona kila siku unaniforce. Kwa nini unanifanyia hivi? Huyo kijana nimeshasema simpendi. Wewe mwenyewe unajua kabisa nampenda kichinjile. Huyo kijana anajilazimisha tu, maskini ya Mungu. Yaani mimi simpendi wala simtaki, lakini yaona anavyojilazimisha anajipendekeza. Dada sikiza, mimi simtaki. Wala sitaki mazoea na yeye. Hakika Jeni umerogwa. Wewe ni ukome mwangalie mwanamke asiyekutaka. Alafu huyo kichinjile amekupiga matukio mangapi? Amekupiga matukio mangapi wewe? Au unataka utufie hapa siku moja? Unajua Jeni, ukiachwa achika. Mtu anakupiga matukio inabidi ujicheke ukafanye mambo yako. Kwa nini unamngangania mtu asiyekutaka wewe? Anyway, dada sikiliza. Naona kila siku unanilazimisha. Niolewe na huyo mwanaume, niolewe na huyo mwanaume. Na unajua kabisa simtaki wala simpendi. Sawa, kichinjile ananipiga matukio, lakini mimi namvumilia kwa sababu najua ipo siku atabadilika, kwa sababu mimi nampenda kwa moyo wangu wote.
Naomba unisikize dada. Kama wewe unamtaka wewe mwanaume, unaona ni mzuri na ni sahihi, wewe kakae naye. Na hii pesa shika ukaitumie. Mimi naweza nikamtaka bwana wako? Mimi naweza nikamtaka bwana wako? Wewe mshenzi nini? Mimi leo wa kumtaka bwana wako wewe. Nimtaki bwana wako kwa kipi labda? Nisikize vizuri Jeni. Inaonekana wewe adabu huna. Na kama adabu huna, dunia itakufundisha mshenzi wewe. Dada, nimechoka. Sitaki mazoea na wewe bwana. Naomba kamwambie hela yake mrudishie, na wala sitaki mazoea na yeye. Sasa wewe unajifanya umeshindikana, unajifanya umekuwa. Hasa nisikize kitu kimoja. Huyo bwana utakapokutana naye, atakapokuuliza pesa ilifika, mwambie ilifika. Mimi hela nachukua na nafanya mambo yangu, mbwa wewe. Unajua wewe unanichukuliaje mimi? Naongea na wewe unanichukuliaje? Hivi umesahau ulichonifanyia? Halafu leo eti unajisahaulisha, unaleta hii miguu yako. Umesahau nini kwangu wewe? Umesahau kitu gani? Yaani wewe umenipigia simu, nimekuja nyumbani kwako kwa nauli yangu, kwa gharama yangu, kila kitu changu, nimekuja mpaka nyumbani kwako. Lakini baadaye tena unamwita mwanamke wako, anakuja tunakutana ili mradi tupigane, si ndio? Ni yeye kutaka mimi na tupigane? Ulitaka nipigane na yule mwanamke? Nisikilize wewe mwanaume, nakuchukia. Yaani ninakuchukia kama ninavyochukia maisha yangu. Yaani wewe mwanaume ni kateli, wewe mwanaume ni fedhuri, wewe mwanaume ni mtu mbaya. Yaani hivi sijui nikufananishe na kitu gani ili nikuone kwamba wewe ni wa maana. Hivi wewe mwanaume umekosa nini kwangu? Umekosa nini kwangu wewe mwanaume? Kitu gani ambacho umekosa kwangu? Kwanza nataka nikuulize, yule mwanamke wako anafanana na mimi? Je, kanizidi kitu gani? Nywele, rangi, sura, shepu, umbile au kitu gani? Labda nikukumbushe tu kitu. Nisikilize wewe mwanaume. Mimi ni chizi. Yaani kati ya machizi mimi ni chizi. Mimi Milembe nimepelekwa na wakanirudisha na ninahitajika tena kurudishwa tena na sirudi. Nisikilize. Mimi ni mwanamke mbaya sana. Ila pia ni mwanamke mzuri sana. Pale unapoingia kwenye anga zangu. Ipo siku nitakufanyia tukio hilo. Akia Mungu utajuta kuzaliwa wewe. Utajuta! Mbona unakuwa mkali kama vile unakula ugogo, yani kama vile umetashuka kama vile ndimu mke wangu? Mimi nishakwambia kabisa yule mimi sio mpenzi wangu. Kwanza mimi na watu wafupi wapi na wapi? Mimi vitu vyangu kama wewe vitu vimenyooka. Yule mwanamke mimi ananidai. Kwa pale alikuja pale kudai pesa yake. Alafu mimi nikaona mimi nikimfukuza pale mambo atakuwa mengi, atatafuta ugomvi kwa sababu wewe mwenyewe unaona uza mlugaluga ule mshamba ule. Mimi vitu vyangu kama wewe, mtoto umenyooka, mtoto mzuri, nini ile shape unao, ukisuka vinywele vyako vya dread hivyo sisi unaitwa sio msuko gani unang'aa. Wewe ndio vitu vyangu mpenzi wangu. Mimi yule mimi simjui, yani simtaki. Kwanza unanishangaza sana ukiniambia eti mimi yule mpenzi wangu. Mimi nafanana na yule? Mimi vitu vyangu wewe mpenzi wangu, mimi nakupenda wewe peke yako, kwani dunia nzima hata akisemani wanawake wote wabaki, mimi nakuchagua wewe peke yako kwa sababu hakuna ambaye anaweza kufanya na wewe. Yaani wewe upo peke yako mpenzi wangu. Niamini basi. Bwana mimi sitaki. Unaonekana wewe muongo tu hapa. Unanilagai tena yarudirudia yale. Mimi sitaki kwanza mimi na wivu bwana. Naelewa mpenzi wangu. Yaani mimi naelewa kila kitu, lakini Tami, mpaka mimi nimetoka nyumbani, nimekuja hapa kwako, mimi nimekumisi, mimi nakupenda, mimi nakujali na kusamini kwa sababu mimi ningekuwa mimi nimefanya makusudi basi nisingekuja leo. Lakini mimi nakupenda na kujali, ndio maana nimekuja. Usiwaze mambo mengine, niwaze mimi kichinjile, sukari ya warembo. Yaani nakupenda wewe peke yako mke wangu. Alafu kuna muda unajua mimi nilikuwa na stress sana. Yaani mimi nawaza sana hasa tukiwa tuko sawa mimi na wewe. Nimekupigia simu upatikani. Kwa nini sasa ulikuwa sawa upatikani sasa mke wangu? Shanza uongo. Unanipigia saa ngapi? Mbona mimi simu yangu ilikuwa imeshikilia muda wote mkononi? Anyway, nimekupigia kwenye namba yako ya Tigo. Namba yangu ya Tigo nimeshakwambia namba yangu imeshaharibika ile. Sasa nimetupa, sasa natumia Airtel. Basi mimi nimeichanganya kwa sababu nilikuwa nakuwaza sana, nilikuwa nakufikiria kiasi cha kwamba nikashindwa hata kukupigia kwenye line yako ya Airtel. Lakini mimi mwenzako mimi nimekumisi, ndio maana nikasema hata nije hapa kwako. Kama itawezekana mpenzi wangu, tutoke wote hapa, tuende nyumbani pale tukatoe vitu pale, tudambue, tupike au nipikie. Tena ikiwezekana nile, nishibe, alafu nile tena. Yaani nichape kisawasawa. Si unajua nimekumisi mpenzi wangu, yani nimemisi viuno fulani vile vya Tanga. Kwa hiyo nimekumisi mpenzi wangu, nakupenda peke yako kweli tena. Usinidanganye lakini siku nyingine. Usijali mke wangu. Alafu kitu kingine, usio na lopoka kama hivyo unaongea kwa sauti kubwa. Unajua mimi brand kubwa kichinjile
ambassador. Yaani mimi naaminika Afrika Mashariki ya Kati. Kwa sasa unavyokuwa unapiga makelele, mimi unakuwa unanifedhesha watu wanaonisamini, watu ambao wananiheshimu wakiniona kama hivi unanipiga makelele, kuna muda wanakuwa wanapunguza thamani yangu. Lakini tuachane na hayo mke wangu. Njoo basi hata nikukumbatia angalau hata nipate joto. Vitamino. Bana mimi sitakwenda mbali na mimi, sio mimi nakupenda. Na mwache na. Halo? Mimi niko sawa, sijui wewe. Nyumbani kwako? Basi nitakuja, maana sasa kuna sehemu naelekea, nikitoka huko nitapitia hapo kwako. Bye, sawa. Ni bibi bwana. Sina kukuelewa. Niko poa tu. Ni mababa yako haya ndio nazidi kunichanganya. Unajua mimi tototoro kwa lazima niwe tototundu pia. Upunguze sasa utundu bwana. Tuondoke. Ngoja. Tami mpenzi wangu. Unajua tangia tumetoka kule mpaka hapa kuna kitu kumbe kilikuwa hata hakijakaa sawa kabisa. Sasa hivi hapa ndo nimekumbuka. Unajua mpaka sasa hivi ndani kinga zimeisha kabisa. Na sijui hata tunafanyaje. Kwa sasa hapa nilichokiwaza kabla tujaingia ndani nikupe pesa uende kwa Mangi ukachukue kinga, alafu ukirudi kila kitu kitakuwa sawa. Baby, hivi unajua unakela? Yaani sijui unanichukuliaje. Hivi mimi ni mtoto wa kike, bibi naweza kwenda dukani kumwambia eti Mangi naomba kondo, mimi ni mtoto wa kike nitakuwa najishusha brandi. Mimi siwezi. Mimi ni mtoto wa kike, kumbuka. Wewe ndio unapaswa uende ukachukue kinga, ulete tuende ndani tukafurahie. Nimechoka bwana, mimi siwezi kwenda. Sasa mbona unaanza kuzingua? Nisikilize mimi, wewe cha kufanya nenda, afu mimi usinarudi hapa sasa hivi. Tutaanza kunapenda kubishana na mimi. Mbona mnakuelekeza afu ni kitu cha kawaida tu. Wewe cha kufanya nenda kwa Mangi, afu Mangi anawezaje kuwaza mambo kama hayo? Yule kazi yake ni kuuza bidhaa, hayo mambo kufuatilia maisha ya watu hana kabisa hayo mambo. Cha kufanya chukua pesa, nenda pale chapu, muda unaenda huu. Bwana bibi bwana unazingua. Kumbuka mimi ni mtoto wa kike, afu mimi kingine mimi naona aibu. Unadhani mimi nitaje kutamka nataka kinga? Hii ni kitu kwa mwanaume, kwa mwanamke inaboa. Wewe cha kufanya nisikilize mimi, wewe nenda kadake hizo kinga, afu ukija hapa mimi kitu tunamaliza. Sawa, lakini sawa, mimi naenda. Ila naomba nikirudi huko ndani ushaandaa kila kitu, utandike, ufanye usafi. Sio nirudi nianze kusikia alfu mimi tutagombana. Basi sawa mpenzi wangu. Wewe cha kufanya nenda chapu. Yaani ukija tu mimi namaliza kila kitu sasa hivi. Sawa? Kindege, magetoni. Kwa nini kuniambia mshikaji wangu yani nilifanya makosa kukuonyesha funguo inapokaa pale chini ya jiwe nje, si ndio? Imefikia stage unatoka huko ulikotoka, unakuja mpaka hapa unaingia magetoni kwangu bila information, bila taarifa yote, bila kunitaarifa. Sasa maisha gani au tunaishi? Jamani Kichimbo, una kelele sana wewe. Yaani unafika hapo unaanza kunikaripia tu unanifokea. Unajua hata mimi nimekuja kwa ajili ya nini hapa? Hem, nisikilize. Mwenzio toka jana siko sawa. Yaani nakufikiria wewe tu mpaka kichwa kinaniuma, nimeshindwa hata kulala. Ndio maana nimeamua nije hapa nikuoe. Lakini cha ajabu mwenzangu unanifokea. Wewe unazingua nyinyi waga mnazingua hapo tu. Yaani kiuno kidogo tu mmechanganyikiwa, hamtaki kabisa kuelewa. Bwana sikie bwana. Mimi sasa hivi hapa nina ratiba zangu, cha kufanya nenda. Kuna wauni wangu hapa anakuja kuwasha huko ndani huyu. Kuna wanangu kutoka Capricorn kuna mbaya 45 na 32 leo wanatimba hapa nyumbani kuja kuwasha. Kwa cha kufanya futika usije ukakuta mambo atakuja kuwa mengi hapa. Kichi, mimi kusema kweli mimi stoki. Mwanzo nimekumisi nakwambia toka jana nimeshindwa kulala. Yaani mimi hapa mimi stoki leo. Mimi nimekufuata wewe. Nisikize bwana Kindege. Nimeshakwambia kuna wauni wangu wanakuja huko ndani.
Sawa? Wasije wakakukuta huko mambo akawa mengi kukupiga mtungo. Vipi Kindege wewe? Vipi? Hebu nenda bwana Kindege bwana. Ami Kichi stoki humu ndani leo. Nitakuvuta miguu nikuvunje mgongo chini hapa. Kichi mimi stoki, wewe kama nataka kuniua niue tu ijulikane moja nimekufa kwa nyumba ya mpenzi wangu, ila mimi stoki nimekufuata leo humu ndani. Bwana sitaki bwana. Kwani unang'ang'ania umezaliwa nayo? Umezaliwa nayo? Yaani nikuvunje mgongo hapa chini unaona umefia ghetto. Yaani mimi nije nipate kesi kwamba wewe kichinjile mautamu, kaenda jela kesa akatoa utamu ovyo, si ndio? Nisikize nakuvuta miguu sasa nakuvuruga. Hebu toka basi. Mimi sasa siendi kokote leo. Kwani utamu ninao mimi tu bwana? Kichi. Kwa hiyo Kichi leo unanifukuza nyumbani kwako, si ndio? Leo nimekuwa mbaya kwako? Yaani Kichi mimi unanivuta kabisa miguu nataka unitupe nje kama takataka. Sawa Kichi, mimi naondoka. Ila utakuja kunitafuta. Twende bana.